Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Lakini vile vile kwa huduma ya kushughulikiwa swala la tiketi yako ya ndege ikiwa unakusudia kuelekea nchi yoyote duniani kwa bei ambayo ni nafuu, unaweza pia vile ukawasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka hali ya eneo la Mashariki ya Kati imeendelea kutoa taswira ya vuta ni kuvute baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Pamoja na kwamba ni siku kadhaa nyuma ilionekana kwamba mapigano ni kama vile vile yamestop, lakini kutokana na mashambulizi ya nchi ya Iran yaliyofanyika katika bezi ya Muafaqa Salt, hakuna kilichofuatia mbele isipokuwa nchi ya Marekani na yenyewe ilidhamiria kulipa kisasi na ikafanya mashambulizi katika maeneo mengi yanayopatikana katika pwani ambayo inakaribiana au inapakana zaidi na eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa maana katika maeneo kama ya Sirik, katika maeneo kama ya visiwa vya Kashmir, lakini vile vile katika maeneo ya Bushehr, kwenda katika maeneo ya Khuzestan na mfano wake, ilikuwa ni mashambulizi ambayo yanaonekana dhamira ya dhati ya nchi ya Marekani ilikuwa ni kulipa kisasi. Lakini ukiachilia mashambulizi haya, tumeshuhudia vile vile kwa takriban siku moja nyuma nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia zilishirikiana kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iraq, especially kushambulia katika baadhi ya center ambazo zinahusianishwa na kikundi au sehemu ya kikundi cha kijeshi kinajulikana kama People Mobilization Force, ambao ni sehemu inazingatiwa katika jeshi la nchi ya Iraq, lakini mafungamano yake ni makubwa na nchi ya Iran, ikishutumiwa kundi husika kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Pamoja na kwamba taarifa ya siku za nyuma kundi la People Mobilization Force lilikuwa limekataa kuhusika na mashambulizi hayo, bali kauli yao ilikuwa ni kwamba nchi ya Saudi Arabia iendelee kufanya mapambano yake na kundi la Houthi, bali wasilihusishe kundi la People Mobilization Force kwenye swala la mgogoro baina nchi ya Saudi Arabia na kundi la Houthi. Lakini kilichotokea ni nchi ya Marekani kufanya mashambulizi pamoja na nchi ya Saudi Arabia katika nchi ya Iraq, katika center ambapo linapatikana kundi la People Mobilization Force. Sasa hali hii pamoja na mkusanyiko wa hali zingine zimeendelea kutoa taswira tofauti. Kwanza tukianza na hatua ya kwanza au ile sehemu ya kwanza ya nchi ya Iran kufanya mashambulizi katika bezi ya Muafaqa Salt katika nchi ya Jordan. Hii ilikuwa inaashiria muendelezo wa mabadiliko makubwa katika jeshi la nchi ya Iran. Kwa miaka mingi tulikuwa tukishuhudia nchi ya Iran ilikuwa haina rekodi ya kufanya mashambulizi ya mara kwa mara katika nchi nyingine, bali ilikuwa mpaka nchi ya Iran itakapokuwa labda imeshambuliwa na yenyewe vile vile inaweza ikarespondi kwa kufanya mashambulizi. Lakini katika siku za karibuni, especially kuanzia katika mwanzo wa vita ya siku 40, ilionekana wazi kabisa dhamira ambayo ilikuwa ikizungumzwa siku za nyuma na viongozi wa jeshi la nchi ya Iran kwamba kuna nafasi kubwa ya nchi ya Iran kubadilisha doktrini yake, kubadilisha mfumo wake kutoka katika mfumo wa defensive kwenda katika mfumo wa offensive. Ya maana yake kutoka katika mfumo wa kusubiri hatari ikaribie ndani ya mipaka ya nchi ya Iran kwenda katika mfumo wa kuondoa hatari hata kama itakuwa iko mbali. Maana yake kufanya mashambulizi dhidi ya hatari hata kama hiyo hatari itakuwa iko mbali. Hii inaonekana wazi hivi sasa nchi ya Iran ipo katika mfumo wa kuondoa hatari kabla haijafika katika mipaka yao, kwa maana kwamba sasa hivi wamekuwa wakitumia offensive strategy badala ya kutumia defensive strategy. Na hili limeonekana kupitia mashambulizi ambayo nchi ya Iran imefanya katika bezi ya Muafaqa Salt katika nchi ya Jordan. Ilikuwa ni wazi kwamba hapakuwa na mashambulizi moja kwa moja dhidi ya nchi ya Iran, lakini nchi ya Iran iliposhuhudia kwamba kuna tatizo au kuna tishio ndani ya nchi ya Jordan, maana yake ni kwamba walichokifanya ni kufanya mashambulizi ya kustukiza katika bezi ya Muafaqa Salt. Zipo ripoti ambazo zinaashiria kwamba kuna wanajeshi wamefariki wa nchi ya Marekani, lakini kwa taarifa za Central Command ya Marekani hazionyeshi kama kuna tatizo hilo limejitokeza, lakini kuna taarifa ya namna hiyo ambayo vile vile imekuwa ikizungumzwa na baadhi ya vyombo vya habari. Lakini ukiachilia mbali hapo katika mwenendo huo wa nchi ya Iran kufanya mashambulizi katika bezi ya Muafaqa Salt, tumeshuhudia vile vile nchi ya Iran imeendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Kurdistan katika nchi ya Iraq, especially katika maeneo kama ya Suleimania. Ilionekana mashambulizi mengi yalifanyika katika mwenendo wa siku 13 za mashambulizi ya nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran
Lakini hivi sasa mashambulizi ambayo yamenukuliwa wani ndani ya nchi ya Iraq yamefanyika zaidi katika jimbo la Erbil ambalo vile vile linapatikana katika eneo la Kurdistan. Aina hii ya mashambulizi hatuna rekodi ya kushuhudia Wakurdi wakishambulia ndani ya nchi ya Iran, lakini tumepata ushahidi wa wazi wa Iran kushambulia katika maeneo ya Kurdistan. Maana yake si kitu kingine, ni mwenendo ule ule wa nchi ya Iran kutumia strategy ya offensive badala ya defensive. Maana yake walipoona kwamba kuna tatizo katika eneo la Erbil ambalo linakaliwa na Wakurdi, ambao taarifa nyingi zinaashiria kwamba nchi ya Marekani kutumia idara zake kama za CIA zimekuwa zikifanya movement nyingi za kuorganize Wakurdi ili kufanya baadhi ya move za kijeshi ndani ya mipaka ya nchi ya Iran. Kwa hivyo ina maana nchi ya Iran inaonekana walipopata taarifa ya kile kinachoendelea katika eneo la Erbil, hakuna kilichofuatia mbele isipokuwa ni nchi ya Iran kufanya mashambulizi. Ina maana hii inaendelea kuonyesha wazi kwamba nchi ya Iran imehama kutoka katika mfumo wa defensive imekwenda katika mfumo wa offensive. Na hilo vile vile limekadiriwa na Ismail Baqi ambaye ni msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran kwamba Iran itakapoona tatizo mahala kokote itafanya mashambulizi. Lakini vile vile kwa taarifa ambazo zilitolewa takriban siku moja au siku mbili nyuma na jeshi la nchi ya Iran kupitia ile Khatamul Anbiya, walizungumza wazi kabisa kwamba hata lile zuio la nchi ya Marekani kwa hivi sasa katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake vile vile na lenyewe watalizingatia kama ni tishio. Kwa hivyo halitokuwa jambo la ajabu itakapoonekana katika siku za usoni jeshi la nchi ya Iran likifanya mashambulizi katika mkusanyiko wa jeshi la nchi ya Marekani ambao linapatikana katika maeneo ya Ghuba ya Oman. Lakini nchi ya Marekani licha ya kulipa mashambulizi katika nchi ya Iran, katika zile sehemu za pwani za nchi ya Iran, vile vile ilifanya mashambulizi ya pamoja baina yake na nchi ya Saudi Arabia katika nchi ya Iraq. Mashambulizi haya ni mashambulizi ambayo yanatupa taswira ya kuongezeka kwa player mwingine ambaye ni nchi ya Saudi Arabia katika mgogoro huu. Na hii ni kwa kuzingatia kwamba asili ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Marekani kushambulia katika nchi ya Iraq, maana yake ni kile ambacho nchi ya Saudi Arabia ilichokiripoti kwamba mashambulizi yaliyofanyika katika baadhi ya center za mafuta ambazo ziko chini ya kampuni ile ya Aramco ya nchi ya Saudi Arabia, maana yake inaonekana kwamba mashambulizi ya drone yalitokea katika nchi ya Iraq. Jambo ambalo kundi husika ambalo linashutumiwa la People Mobilization Force limekuwa likikanusha taarifa hiyo kwamba yenyewe limehusika katika kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iraq, ndani ya nchi ya Saudi Arabia, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia mgogoro wake uliokuwa ukiendelea ni baina yake na kundi la Houthi. Kwa maana kwamba kama kuna mashambulizi yatakuwa yamefanyika, automatically yatakuwa yametoka katika kundi la Houthi. Lakini nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia zilishirikiana kufanya mashambulizi katika nchi ya Iraq. Kwa hivyo taswira ya awali katika hiki ambacho kimefanywa na Marekani na Saudi Arabia ni kuongezeka kwa player mwingine ambaye ni nchi ya Saudi Arabia. Na tunamzingatia kwamba ameongezeka katika mgogoro huu kwa kuzingatia kwamba mgogoro bado umekuwa ukiendelea ni katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini baadhi ya vikundi ambavyo vimekuwa vikishutumiwa vikiendeleza sera za nchi ya Iran, maana yake ni vile vinavyosapotiwa na nchi ya Iran. Maana kikundi kama la Houthi ambalo kwa hivi sasa limekuwa likifikiria ikiwezekana hata kuanza kuchaji pesa katika sehemu ya Bab al-Mandab ambalo actually linasapotiwa au linafuata sera za nchi ya Iran. Lakini vile vile kundi kama la People Mobilization Force na vikundi vingine kama vya Kataib wa Hizbullah ambao vinapatikana katika nchi ya Iraq, vyote ni vikundi ambavyo vinafuata sera za nchi ya Iran. Kwa hivyo ina maana kufanya mashambulizi katika kundi husika ni sawa sana kuingia katika mgogoro wa ile structure ya nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ukiachilia mbali kuingia katika mgogoro ambao unahusisha muundo wa nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati, vile vile kutokana na kufariki kwa baadhi ya maafisa wa nchi ya Iran ambao wanaonekana walikuwa pamoja katika zile center za People Mobilization Force, ni kuashiria wazi kabisa kwamba nchi ya Saudi Arabia vile vile imeingia katika sehemu ya mgogoro huu. Na kutokana na taarifa za kufariki kwa baadhi ya maafisa wa nchi ya Iran waliokuwepo katika nchi ya Iraq, ina maana kama nchi ya Iran ilifanikiwa kuwaua baadhi ya maafisa wa nchi ya Marekani kule katika bezi ya Muwafaqa Salt katika nchi ya Jordan, automatically maana yake ni kwamba nchi ya Marekani itakuwa imelipa kisasi kwa kile kilichofanywa na nchi ya Iran katika mashambulizi yake kule katika bezi ya Muwafaqa Salt, kwa yenyewe Marekani na nchi ya Saudi Arabia kushambulia katika nchi ya Iraq, na matokeo yake vile vile kufariki kwa baadhi ya maafisa wa nchi ya Iran au wa jeshi la Iran waliokuwepo katika nchi ya Iraq.
Lakini hii ni taswira ya pili, ukiachilia ile taswira ya mabadiliko ya nchi ya Iran kutoka katika defensive kwenda katika offensive. Taswira ya pili ni kuongezeka kwa player mwingine ambaye ni nchi ya Saudi Arabia kwa kushirikiana wake na nchi ya Marekani kufanya baadhi ya move katika eneo la Mashariki ya Kati katika kipindi ambacho mvutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran umekuwa ukiendelea. Taswira nyingine ambayo tumekuwa tukiendelea kuiona ni kuendelea kutanuka zaidi kwa mgogoro husika, na hii linaweza likapimwa kutokana na mashambulizi yaliyofanyika katika ile bandari ya Dimyat inayopatikana katika nchi ya Egypt au nchi ya Misri. Inaonekana kuna mashambulizi yalifanyika katika baadhi ya meli ambazo zikihusianishwa na nchi ya Marekani. Na mashambulizi haya inawezekana yakakushangaza kidogo kwamba inawezekanaje drone ikafanya mashambulizi kutoka katika nchi ya Iran kwenda katika nchi ya Egypt. Ni jambo jepesi kwa kuzingatia jiografia ya eneo husika. Na eneo la kuzingatia zaidi ni eneo la nchi ya Syria. Na tumekuwa tukirudia mara nyingi katika vipindi vyetu kwamba Syria ina corridor mbili. Kuna air corridor ya upande wa kusini na kuna air corridor ya upande wa kaskazini. Na nikisema air corridor maana yake ni mapito ambayo yanaweza yakapitwa aidha na ndege za kijeshi au silaha ambao zinarushwa kutoka masafa ya mbali. Maana yake zinasema zile standing off attacks, yale mashambulizi ambayo yanafanyika wakati ndege iko mbali. Sehemu zake za kupita hivyo vitu viwili au zile drone, maana yake ni sehemu mbili, aidha ipite katika upande wa kusini mwa Syria au ipite katika upande wa kaskazini mwa Syria. Lakini eneo ambalo lililokuwa lina nafuu zaidi katika kufanya movement hasa ni eneo la kaskazini mwa nchi ya Syria. Na kupita upande wa eneo la kaskazini mwa nchi ya Syria linakuwa ni bora zaidi kuelekea katika bahari ya Mediterranean kwa sababu ya kuzingatia eneo la upande wa kaskazini mwa Syria ni eneo ambalo linakusanya miinuko na mabonde. Katika mazingira namna hiyo, kama unaituma drone au kama ndege inapita, inakuwa wakati mwingine ni ngumu kuweza kusomwa kwa haraka kwa kuzingatia kwamba ina uwezo wa kupita katika uizani wa chini ambao ukawa ni ngumu kuweza kusomwa na rada, kwa kuzingatia kwamba rada nyingi huwa zinasoma katika engo ya juu. Manake kifaa kama drone kinapopita katika engo ya chini inakuwa ni ngumu kuweza kusomwa kwa haraka na vifaa kama rada na mfano wake. Kwa hivyo inaonekana mashambulizi ya nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya Misri kushambulia sehemu ya meli ambazo zikihusianishwa na nchi ya Marekani, inaonekana ilipita katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria na kisha kuingia katika bahari ya Mediterranean na kisha kuelekea katika center husika au kuelekea katika bandari husika ya Dimyat kule, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya athari katika sehemu ya asset za nchi ya Marekani. Hii ni kuonyesha kwamba ni namna gani mgogoro unavyoendelea kutanuka kutokea katika hali ya majibizano baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran, pamoja na kwamba athari ilikuwa inajitokeza katika nchi za eneo la Mashariki ya Kati, lakini hasa ni katika senta za nchi ya Marekani kuhamia katika eneo la Yemen. Kwa hivi sasa baada ya kuonekana kwamba kuna majibizano yamekuwa yakiendelea baina ya kundi la Houthi na nchi ya Saudi Arabia, kwamba nchi ya Saudi Arabia ikiweka zuio katika anga ya nchi ya Yemen, especially katika upande wa magharibi mwa nchi ya Yemen, na kundi la Houthi limekuwa likitangaza vile vile kuweka zuio katika anga ya nchi ya Saudi Arabia. Ikiweko zuio katika upande wa pwani za nchi ya Yemen, especially katika upande wa kule Hudaida, katika bandari ya Hudaida, na yenyewe vile vile kundi la Houthi limekuwa likiweka zuio katika pwani za nchi ya Saudi Arabia, especially katika upande wa Red Sea, katika bandari kama ya Yanbu na mfano wake. Hiki ni hatua nyingine ambayo tumeona kwamba mgogoro ulikuwa unaendelea kutanuka kutoka katika zile nchi ambazo zinaonekana kwamba zimekuwa zikihusika moja kwa moja ya bezi zake ya kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran mpaka kuhamia katika sehemu kama za Yemen. Lakini hivi sasa tumeona kwamba mashambulizi kumbe yanaweza yakaenda mbali zaidi kutoka katika eneo la Arabian Peninsula, hizi nchi kuanzia Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, ile eneo la katikati, kwenda vile vile mpaka katika sehemu za Afrika katika nchi ya Misri. Pale inapoonekana kwamba kuna maslahi ya nchi ya Marekani, basi kuna hatari ya kushuhudia vile vile kwamba mashambulizi yanafanyika katika sehemu hizo. Natija au nini matokeo ya hali hii ambayo imekuwa ikiendelea? Kwanza kubadilika kwa formula ya nchi kama ya Iran, lakini vile vile kuanza kuhusika kwa players wengine au wahusika wengine kuanza kuingia katika mgogoro, lakini vile vile mgogoro kuendelea kutanuka. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba mgogoro unazidi kuwa una ukakasi mwingi zaidi. Hata kama unaweza kuwa hautoi ishara ya kwamba unaweza tena kuwa mkubwa
kama ule tule experience kipindi cha siku 40, lakini bado tunaendelea kushuhudia kwamba mgogoro unaelekea katika mazingira ambayo inawezekana yakawa ni magumu kuweza kucontrol kama juhudi za haraka hazitofanyika katika hilo. Na mazingira namna hiyo maana yake yameanza kutoa mirija ya baadhi ya wahanga wa mgogoro husika kuanza kufikiria njia tofauti. Mfano, katika nchi ya Qatar tumeona kwamba hivi sasa imekuwa iko karibu zaidi na kujiunga katika ushirikiano wa masuala ya kiusalama baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan. Hivi sasa nchi ya Qatar inaonekana kwamba karibia zaidi kuingia katika dili ya pamoja baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona, tumeona vivi hata katika nchi ya Kuwait. Hivi siku za karibuni kiongozi wa nchi ya Kuwait, Amir wa Kuwait, amepitisha sheria ile ya masuala ya ushirikiano, vile vile masuala ya kiusalama baina ya nchi ya Kuwait na nchi ya Pakistan, katika mazingira ambayo vile vile itaruhusu uwekezaji mkubwa wa nchi ya Kuwait ndani ya nchi ya Pakistan. Hivyo unaweza kuona kabisa kwamba kadri siku inavyozidi kwenda, ina maana fikra ya kuangalia masuala ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, nchi husika zinazopatikana katika eneo husika limeanza kufikiria sehemu mbadala za kutengeneza ile ushirikiano katika upande wa masuala ya kiusalama, ukiachilia mbali mshirika wao mkuu walikuwa wakishirikiana naye muda mrefu ambaye ni nchi ya Marekani. Baada ya kuonekana kama athari zimekuwa zikiendelea kwa kubwa, maana yake ni kwamba nchi husika zimeanza kutazama njia mbadala, na ndio maana inaonekana kama katika nchi ya Qatar imesogea zaidi karibu na hiyo deal ya pamoja ya nchi ya Pakistan na nchi ya Saudi Arabia. Lakini vile vile nchi ya Kuwait, maana yake hivi sasa ni kama wameingia na wenyewe katika ushirikiano baina yao na nchi ya Pakistan. Yote ni athari ya mgogoro husika. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona ni kwamba solution ya mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran inaendelea kuwa ngumu kwa kadri players wengine wanavyozidi kuingia katika mgogoro husika. Na ndio maana mpaka sasa hivi taarifa nyingi za nyuma ya pazia zimekuwa zikiashiria kwamba Marekani msimamo wake katika mazungumzo ya hivi sasa na nchi ya Iran ni kwamba wadiskasi kwanza swala la nyuklia, na kisha baada ya hapo ndio lije swala la Iran kuweza kuondolewa sehemu ya vikwazo vya kiuchumi. Lakini nchi ya Iran msimamo wake imekuwa ni kwamba lazima tujadili kwanza kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, kisha ndio tuje kujadili kuhusiana na swala la nyuklia. Kwa nini mazingira yanajitokeza hivi sasa yamekaa katika muundo huu kwamba Marekani yeye msimamo wake ni katika upande wa nyuklia? Kwa sababu Marekani yenyewe inaamini kupitia karata yake ya vikwazo vya kiuchumi, maana yake karata hii ina athari zaidi katika nchi ya Iran. Kwa hivyo katika mazingira hayo, maana yake ni kwamba Iran lazima itachukua umakini mkubwa katika kuhakikisha vikwazo vinaondoka ili waweze kukubaliana na nchi ya Marekani. Yani kwamba lazima wakubaliane kwanza na nchi ya Marekani katika upande wa nyuklia ili kuhakikisha kwamba vikwazo vya uchumi vinaweza kuondoka katika nchi ya Iran. Lakini katika nchi ya Iran fikra iliyopo ni kwamba sehemu ambazo wao wamezishika katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kwa kundi la Houthi kuweza kuweka utaratibu wake katika sehemu ya Babu al-Mandab, ikiwemo kuizuia nchi ya Saudi Arabia kupita katika sehemu ya Babu al-Mandab. Haya mawili yanatosha kuleta pressure katika nchi ya Marekani kufikiria zaidi kuhusiana na hitajio la nchi ya Iran kujadili kuhusiana na swala la vikwazo kabla ya kujadili kuhusiana na swala la nyuklia. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo unaweza ukaona kwamba Irani hivi sasa anajichukulia kwamba yeye vile vile karata zake ni karata muhimu ambazo zinaweza kuleta pressure kubwa katika nchi ya Marekani, kiasi ambacho Marekani anaweza akakubali kuacha karata yake ya ishu ya nyuklia na akaenda katika upande wa nchi ya Irani kujadili kuhusiana na ishu ya maswala ya vikwazo actually. Lakini upande huo ukitazama unaona kabisa kwamba kila mmoja amekuwa ana guts za kuweza kusimama pale halipo, ikiwa ni athari ya kuendelea ule mgogoro kuongeza players wengine. Maanake kabla ya Houthi hawajaingia moja kwa moja, Marekani ilikuwa ikiamini yenyewe pale iliposimamia katika vikwazo kama vya kiuchumi na mfano wake, ilikuwa inatosha kuifanya Iran iweze kukimbia kwenye kudiscuss au kukimbilia kwenye kudiscuss na nchi ya Marekani kwa sababu ina shida ya kiuchumi. Lakini baada ya kuongezeka kwa kundi la Houthi na kuonekana kwamba
hitaji kuweka utaratibu katika sehemu ya Bab al-Mandab, ikiwemo kuizuia nchi ya Saudi Arabia. Hii ni move ambayo ni wazi kabisa kwamba ina athari katika uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati, lakini vivyo katika uchumi wa dunia, jambo ambalo manake Marekani hawezi kukubali kulishuhudia jambo hilo likirani kwa muda mrefu. Katika namna hiyo, unaweza ukaona kwamba kuongezeka kwa kundi la Houthi manake kumeipa ile advantage nchi ya Iran, kiasi ambacho ina nafasi ya kusimamia kile ambacho yenyewe inakiamini dhidi ya nchi ya Marekani. Kwa hivyo kile ambacho kimekuwa kiendelea pia kuonekana kwa hivi sasa ni kwamba kadri players wengine wanavyoendelea kuongezeka katika mgogoro husika au kujihusisha na baadhi ya move katika mgogoro husika, manake ni kwamba mgogoro unakuwa ni mgumu kuweza kusolve, kwa sababu ili muweze kusolve mgogoro namna yote lazima iwe ni win to win business. Lazima kila upande ukubali kupoteza sehemu ya haki zake, na upande mwingine vile vile ukubali kupoteza sehemu ya haki zake, ili kila mmoja aweze kunufaika na ile sehemu ambayo mwenzake anakuwa anaiacha. Lakini kwa mazingira sasa hivi ni kwamba Iran anaamini kwamba ana kitu chake ambacho amekishika cha nguvu, ambacho kwa namna yote manake Marekani hawezi kuescape katika hicho. Na Marekani anaamini kwamba kila alichokishika yeye kina nguvu kiasi ambacho Iran hawezi kuescape katika kile, kwamba Marekani iliposhika katika masuala ya sanction, masuala ya vikwazo, manake anaamini hiyo ni karata muhimu. Lakini Iran pale aliposhika katika mlango bahari wa Hormuz na kwa ushawishi wake katika kundi la Houthi katika Bab al-Mandab, anaashiria wazi kwamba Marekani hawezi kuescape katika hilo. Katika mazingira namna hiyo, manake mgogoro inawezekana ukawa ni mgumu zaidi kuweza kusolve. Njia pekee ya kuweza kusolve mgogoro husika ni pale Marekani atakapokubali kwamba katika eneo la Mashariki ya Kati kuna nguvu nyingine imeibuka. Ilikuwepo ya muda mrefu, lakini ilikuwa kama imelala, lakini kwa hivi sasa imeibuka na ina uwezo wa kufanya uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati na hata dunia kiujumla ukaathirika au ukastawi. Itakapofikia katika hatua hiyo, Marekani akatambua mazingira hayo, manake tunategemea kwamba mgogoro inawezekana ukafikia katika kilele chake. Lakini itakapokuwa kwamba kuna mazingira bado yanaendelea ya Marekani kuto kuhitaji kutambua kwamba Irani ni miongoni mwa nchi ambazo zina nguvu hivi sasa duniani, lakini specifically katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ni nchi ambayo ina nguvu na ina uwezo wa kutengeneza au kuharibu uchumi eneo la Mashariki ya Kati. Hali hiyo ikiendelea, nchi ya Marekani kuto kutambua hivyo, maana yake tutegemee kwamba vita hii au mgogoro huu itakuwa ni long time battle, itakuwa ni movement ya muda mrefu zaidi, lakini mwisho wa siku itapimwa nani atakayekuwa wa kwanza kuchoka baina nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Atakayekuwa wa kwanza kuchoka maana yake atakuwa ameshindwa moja kwa moja katika move husika. Lakini bila shaka kiujumla, pamoja na yote yanayoendelea, bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo husika, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.